ni hatua ambayo ilikuwa inafikisha mtu kwenye hatua ya kuunganisha nyaya zake, kwa maana maisha yake ya rohoni ama sehemu ya rohoni na sehemu ya mwilini, ili mtu huyu aweze kutia moyo wake ufahamu na kuruhusu mwili uweze kutii na kukubaliana na mfumo wa rohoni. Taabu ambayo tumeona mpaka mtu anafika kwenye hatua zile tulizopita ni kwa sababu kunakuwa na kusambaratika ndani ya mtu, nafsi, mwili na roho zinakuwa zimeachana, na zinapokuwa zimeachana ndio kuna kuaga na hali fulani ya utendaji na hatua fulani za maisha ya mtu ama maisha yetu ambazo zinakuwa zimekaa vibaya vibaya kwa wakati fulani ama kwa nyakati fulani ama kwa wakati wote ama kwa vipindi. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo tunapoona ile hatua ya 5 ambayo inanitaka mimi kuunganisha sehemu yangu ya rohoni na sehemu yangu ya mwilini, ili kuiruhusu nafsi sasa iweze kutekeleza wajibu wake kama ilivyokusudiwa kwa ajili ya faida yangu ya ufalme wa Mungu. Kama mwili na roho zimetengana, hazielewani, haziendi pamoja, zinapishana, nafsi inakuwa na shida kwenye utekelezaji wake. Kwa maana tuliona kwenye mawazo ya mtu anawaza vibaya, na hicho ni kitu ambacho mtu huwezi kucontrol, huwezi kukizuia. Unaweza ukakaa kimya usiseme, kwa sababu nafunga kinywa changu usiseme, nazuia miguu yangu siendi kule, nazuia mikono yangu sigusi kitu cha mtu, lakini mawazo hakuna mtu anaweza kuyazuia endapo nafsi itakuwa imekaa haijahusishwa katika maeneo haya mawili ya mwili na roho. Kwa maana kwamba hata ndipo iweze kuoperate, kufanya kazi yake vizuri kwa mwili na kwa roho, kwa maana mwili utekeleze yale ambayo roho imekusudiwa kufanya. Mtekelezaji mkubwa wa roho yangu ni mwili. Ndio maana tuliona katika somo fulani ambalo tunaenda nalo siku ya Jumapili, na utukufu wako uende nasi, tulivyoanza kujifunza kipengele cha Roho Mtakatifu, tukasema kwanza tumjue Roho Mtakatifu ni nani. Tukaangalia vile vipengele, tukakuta kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Alafu tukakuta katika utatu huo, tukasema Mungu ni roho, yeye haonekani wala hashikiki, lakini tukamwona Kristo ndio ndio mbeba utukufu, ndio anayebeba utukufu wake Mungu, kwa sababu utukufu wake alipokuwa hapa duniani, utukufu wa Mungu ulionekana kupitia yeye. Alikuwa katika mwili kama mwanadamu, lakini aliishi, hakutenda dhambi, hakuwaza vibaya. Mawazo yake na kila alichofanya tangu alipokuja yaliconnect na roho ambaye ndiye Mungu. Kwa hiyo kule kuunganika kuliruhusu nafsi iweze kutenda makusudio ambayo yaliyokusudiwa hata akaimaliza kazi. Kwa hiyo tunaona kwamba nafsi yangu inafika mahali ama inaweza kufika mahali inashindwa. Nafsi inachoka. Nafsi inachoka, na inapochoka mtu anakata tamaa. Ndio tunasema kwamba watu tunaishi kwenye wokovu, lakini maisha yetu ya wokovu yameambatanishwa na kukata tamaa, kwa sababu kuna utengano katika vitu vitatu. Na utengano huo ni mpaka siku au watu watatu ama vitu vitatu vitakuwa kitu kimoja. Ndio kile ambacho Yesu aliwajibu wale Wayahudi walipokuwa wakimwambia anatoa pepo kwa nguvu za Beelzebuli, kiasi cha kuonyesha ya kwamba yeye anatumika na shetani. Na kwa namna hiyo Yesu akasema hapana,
Kama ni hivyo basi ufalme huo umefitinika, kwa sababu haiwezekani mimi niliye Mungu nikatenda kazi kupitia mamlaka ya kishetani. Sasa na sisi ufalme wetu unafitirika wakati ambapo nafsi yangu na mwili wangu na roho yangu vimetengana, hata kuzuia nafsi ishindwe kutekeleza wajibu ama makusudi yake, ndiposa mwili ufikie mahali pa kuyafanya yale ambayo ni makosa. Yaani mwili unafika mahali kutenda yale ambayo sio, kwa maana kinywa kitazungumza yasiyo, nitasema kama ni uongo, nitatukana, nitaongea ovyo, vyovyote hivyo. Lakini huo ni mwili sasa. Lakini pia katika maeneo yangu mengine yote ya mwilini bado yanaweza yakafanya makosa. Tutaona huko mbele tukienda. Kwa hiyo tunaona kwamba nafsi yangu na mwili wangu na roho yangu lazima viwe katika umoja, kama jinsi ambavyo Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walivyokuwa katika umoja wakati Yesu Kristo yuko hapa duniani. Hata ndipo makusudi yake Mungu Baba yaliyokusudiwa yakaweza kutimilika. Imekuwa ngumu kwetu sisi wanadamu tuliookoka kutimiza makusudi yale ambayo tumekusudiwa kuyatimiza kwenye wokovu wetu. Sasa hii weka utumishi pembeni. Kwenye wokovu tulioupokea inakuwa ngumu, na ule ugumu ni kwa sababu hii ambayo tumeona hapa. Sasa tukaona kwamba hatua ile ya tano inatakiwa ulimwengu wa rohoni na ulimwengu wangu wa mwilini, kwa maana vitu hivyo viwili viunganike, na vinapokuwa vimeunganika katika umoja, ndipo sasa nitaweza kutimiza mapenzi ya Mungu katika wokovu wangu. Imekuwa ngumu na inashindikana kuyaishi mapenzi ya Mungu kwa sababu kuna shida mahali. Sasa hivi vitu vitatu viweze kukubaliana, ama vikikubaliana na kutembea pamoja, ndipo mahali ambapo nitaweza kusikia, kama nitasikia mafundisho, nitaweza kusoma neno na hata niweze kulitendea kazi. Kwa hiyo nitakapolisoma litapenya kupitia akili, ufahamu wangu, na litakwenda kwenye moyo na litaingia kwenye utendaji, litapenya mpaka kwenye roho yangu, na mwili wangu utaingia kwenye kutekeleza yale ambayo nimeyapata kutoka kwenye kusoma neno ama kuhubiriwa ama kufundishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nafsi, mwili na roho hatuwezi kwenda pamoja visipopatana. Lazima vipatane kwanza. Na vikipatana ni aidha vinapatana kwa upande wa Mungu ama vinapatana kwa upande wa shetani. Maisha yetu, yani ukiangalia, nitoe mfano tu rahisi ndio unielewe ninachosema. Maisha ya mtu anayeishi kwenye dhambi ambaye hajaokoka na hana story na wokovu, ana maisha mazuri. Maisha mazuri ya aina gani? Nafsi yake na mwili wake na roho yake vimealign pamoja, vimekubaliana katika hayo anayoyafanya. Hakuna vita hapo. Kwa hiyo kwa sababu hiyo maisha hayo yanatembea ya huyo mtu. Kwa kwetu sisi maisha yetu, nafsi yetu, mwili wetu na roho wetu na roho zetu zinapoalign pamoja, kukubaliana kwenda kwa jinsi ya Mungu kwa maana ya wokovu. Kama ndio hivyo, maisha yetu sasa yataanza kutembea. Maisha yetu yanagoma, na ndio maana tunajikuta tuna mambo mengi na shida nyingi na misuguano mengi, na ni vitu ambavyo huwezi kuelewa kwamba inakuwaje tuna mashida mengi ambayo hayaeleweki. Shida iko ndani yetu sisi wenyewe, kwa sababu hawa watu watatu wameshindwa kupatana, na sasa katika kushindwa kupatana wanavutana kwenye maisha yangu. Sasa wanavutana, huyu anavuta huku na huyu anavuta huku. Anayekuja kupata athari ya mvutano huo ni mimi kwenye maisha yangu. Kwa wakati huyu anavuta huku na huyu anavuta huku, kuna vitu ambavyo vinashindikana kutekelezeka, hata ndipo mimi maisha yangu yaweze kuwa sawa. Mwizi anaenda kuiba, yeye anaenda kuiba na anaiba na anafanikiwa na anaondoka zake na pesa.
Kuna watu wamekuwa matajiri kwa sababu ya wizi. Mimi sijasema na encourage wizi, hapana. Lakini nataka kuonyesha kwamba maamuzi yake ya kwenye nafsi yake na roho yake aliamini kabisa kwanza, yeye anaamini tu anachofanya kwanza sio kibaya. Hizo ni cha kwanza. Lakini mimi rohoni najua hicho ninachofanya si sahihi. Lakini kwa sababu kuna hali ambayo nimelemewa kwenye mwili, kwa hiyo mnajikuta kwamba na lazimika kufanya ama kuingia kwenye aina fulani ya maisha ambayo sio udanganyifu. Mathalan, nidanganye nipate pesa nikale, lakini najua ninachofanya ni kibaya. Sasa hakuna mtu ambaye ameokoka ambaye hajui kwamba kudanganya ni makosa. Tunajua. Hakuna mtu ambaye ameokoka hajui zina ni makosa. Tunajua. Na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Sasa hiyo ndio inayotupatia sisi shida. Ndio maana nakuwa tunasema heri mtu afadhali utoke huko kabisa kwenye wokovu na uende huko ukaishi hivi, utafanikiwa kwenye maisha yako. Mazuri utaenda vizuri sana. Kwa sababu sasa wao jamaa watatu umewaweka kwenye kinini kiota kimoja. Kwa hiyo anayepokea amri wengine wanatekeleza. Anayepokea amri wengine wanatekeleza. Hakuna cha kuvutana. Mimi sitaki, mimi nataka, mimi siendi, mimi sasa tufanyaje? Sasa sipoenda tutakuwa maswali yanakuwa hayapo. Kwa hiyo unakuta mtu katika maisha yake anajua kabisa kwamba huyo kwenye dhambi, anajua hiki ninachofanya ni sahihi, tena nafanya. Na sijui andiko amelitoa wapi, wanasema kabisa tunadhani Mungu amesema nisaidie na mimi nitakusaidia. Kwa hiyo wanakuwa na jinsi yao ya kuhalalisha kitu wanachofanya. Mimi najua kabisa kwamba ninachofanya ni makosa. Na hata kama nakihalalisha, deep inside ndani yangu kabisa najua kabisa ni makosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kabisa ni makosa kwa sababu nimeshaijua ile kweli. Sasa hapo sasa ndio kunatokea ule mvurugu ama mvurugano katika nafsi na mwili wa mtu. Kwa hiyo nafsi na mwili wa mtu inanifikisha mimi kwenye kushindwa kwangu. Kushindwa kwangu kufanya nini? Kushindwa kwangu kupatana na Roho Mtakatifu. Kwa sababu sasa msuguano huo unaathiri uhusiano ama ushirika ama mwendo wa ushirika wangu mimi na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sasa ninapokuwa sasa tunashindwa kupatana kwa sababu nakuwa naonekana sieleweki kwake. Na kutokupatana ama kushindwa kwangu kupatana na Roho Mtakatifu ni dalili za kuonyesha nafsi yangu, mwili na roho yangu vimegawanyika. Maisha yangu yakienda kombo na Roho Mtakatifu ni dalili ya kuonyesha kwamba maisha yangu yamegawanyika. Nafsi, mwili na roho zimegawanyika. Na hapo ndipo mtu utamkuta amani haiko ndani yake. Amani ya Kristo haiwezi kukaa ndani ya mtu wa namna hii. Amani ya Kristo inapotea kwa sababu inakosa platform ya kusimamia, inakosa mahali pa kukaa. Na inakosa mahali pa kukaa kwa sababu ya mtawanyiko ulioko ndani yangu. Kuna msemo huwa napenda kusema, kabla sijafikia hatua, yani mimi mtu, kabla sijafikia hatua ya kumdanganya mtu, kwanza huanza, yani shetani kwanza huanza kunidanganya mimi. Na anaanza kunidanganya mimi kwa maana anaanza kushughulika na nafsi yangu kwanza. Shetani haji tu, yani huyo pepo la uongo haji tu akakaa kwenye kinywa hivyo. Hapana. Kuna maeneo ambayo lazima washughulike nayo ili kuhakikisha kwamba wanapata eneo la kuwekeza vifaa mazana za kwao kwa ajili vianze kutenda kazi ndani ya mtu. Kwa hiyo kabla sijafikia hatua ya kumdanganya mtu mwingine, yani mimi hapa kumdanganya mtu, kwanza nafsi yangu inakuwa ndio imeanza kudanganyika. Na nafsi yangu ikisha danganyika, kwa maana imedanganywa na shetani, ikisha danganyika inageuza mfumo mzima wa kiutendaji
wa ndani kwenye nafsi yako. Inageuza mfumo. Ikigeuza ule mfumo, ndipo nafsi huanza kuishi kwenye udanganyifu kabla haijaanza kudanganya. Yaani kabla sijaanza kudanganya, kwa sababu tumesema hapa kwamba nafsi ndio anatakiwa apatanishwe ama apatane na mwili na roho. Ili ndipo roho inapotaka kufanya kitu, mwili usigome, kwa sababu nafsi base kwenye roho, yaani itaangukia kwenye roho, kwenye matakwa ya rohoni. Kwa hiyo mwili utatekeleza. Kama ni kuacha dhambi, mwili utabeba utayari. Kama ni kuabudu, mwili utabeba utayari. Kama ni kutenda haki, mwili utabeba utayari. Yaani mwili automatically utajikuta uko kwenye system hiyo. Hakuna mtu atasema, lakini automatically utajikuta mwili uko kwenye system hiyo, kwa sababu nafsi imekubaliana na roho. Sasa wakati kumeingia dosari, shetani anaingiza dosari, ana ajenda zake, ameleta uharibifu kwenye nafsi yangu, akageuza ule mfumo wake wa kiutendaji, ndipo nafsi huanza kuishi kwenye udanganyifu. Kwa hiyo nafsi inakaa kwanza kwenye eneo, inatoka kwenye eneo lake, inaingia kwenye eneo lingine, kwenye hilo eneo ambalo ni ufalme wa shetani. Na ikiingia kwenye eneo hilo, sasa ndio mahali ambapo ule udanganyifu unaotoka ndani ya mtu ukaenda kwa mtu mwingine unakojengwa. Sasa ndio unajengekea. Udanganyifu hauwezi kujengwa kwenye platform ya Mungu, kwenye madhabahu ya Mungu, haiwezekani. Lazima nafsi itolewe kwanza. Lazima nafsi itolewe. Lazima nafsi ihamishwe kwenye mfumo wa kiutendaji, ambayo nafsi hiyo ilikuwa inasababisha mtu anakuwa rohoni, kwa sababu roho inakuwa imeunganishwa, kwa sababu mwili unatenda yapasayo kutenda. Lakini sasa nafsi inaanza kuishi kwenye udanganyifu, na ndipo sasa inakuwa rahisi kwa mtu huyu kuweza kumdanganya mtu mwingine. Na ninapofika kwenye hatua hiyo kwamba naweza sasa mimi nikasema uongo na hakuna kinachoweza kunizuia, pamoja na kwamba najua, lakini nakuwa nimepoteza uwezo wa kujizuia ama wa kuzuia. Kwa hiyo najikuta kwamba ninaendeshwa na ule mfumo sasa, ambaye mimi nafsi yangu imegeuzwa ikaelekea huko. Kwa hiyo sasa kama nafsi imegeuzwa, nani sasa atakayeweza kuendesha maisha ya mtu? Na nafsi ndio inaendesha maisha. Kwa hiyo mtu huyu hata kama ameokoka atashindwa kuyaishi maisha ya wokovu sawa sawa, kwa sababu kile kitendea kazi ambacho ndicho kinatakiwa kuendesha maisha ya mtu huyu kimeshakamatwa, kimeshageuzwa, kimeshahamishwa, kimeshaingizwa kwenye mfumo mwingine. Kwa hiyo mtu huyu ndio tunasema mwisho wa kwisha, polepole unakuta mtu anahama. Yani kuhama manake anafikia mahali anakuwa hana tena kitu kinachoonyesha kwamba huyu mtu ni mtu wa rohoni, kwa maana ameokolewa. Na hapo ndio sasa tunakuja kwa lugha tu nyepesi, tunasema mtu anakuwa na wokovu wa mwilini, yani wa kidunia, niseme hivi, kwa sababu anaweza akafanya chochote ambacho watu wa duniani wanafanya, na kwake ikawa bado sio issue, pamoja na kwamba ni issue, lakini anaweza akafanya saa yoyote. Kwa hiyo mtu wa namna hii sasa anakuwa haaminiki tena, haaminiki. Ni ngumu sasa Mungu kumwamini mtu wa namna hii, kwa sababu katika ulimwengu wa roho kuna mahali ameondoka. Tumekuwa tukijifunza habari ya jinsi ambavyo Mungu anataka ama huwa anataka ajivunie sisi tuliookolewa. Kwamba anajivuniaje? Lazima katika ulimwengu wangu wa rohoni niwepo kwenye ule mfumo wake wa kiutendaji. Napokuwa kwenye mfumo wake, yeye anaweza akabeba dhamana kwa ajili yangu mbele ya shetani. Lakini sasa kama siko hivi, ni ngumu yeye kubeba dhamana yangu, kwa sababu saa yote nakuwa kitu chochote wakati wote. Hawezi kusimama mbele ya shetani akasema vile kama alisema kwa Ayubu, unamwona mtoto wangu Nehemia. Hawezi kubeba hiyo dhamana, kwa sababu umefutika ama nimefutika
katika eneo ambalo, katika ule mfumo ambapo yeye ingempa yeye kubeba dhamana. Manake ni kwamba ninapokuwa kwenye mfumo fulani, kwa mfano kama ni kazini nafanya kazi, nimeajiriwa, ninapokuwa pale, nimeenda benki, natoa mfano, nimeenda benki kutaka kukopa pesa, mfano tunatoa, ama naenda kuchukua visa nisafiri, kuna nchi naenda, hata kama ni yako tu, si wapi Kenya, wanataka barua ama wanatakiwa barua ya kufanya kazi kuonyesha kwamba nikienda kule sitazamia. Kwa hiyo kwa nini wale wakazini watakupa barua? Kwa sababu uko ndani ya mfumo wa kiutendaji wa kampuni hiyo. Haiwezekani kwamba ulishaacha kazi huko, sasa hivi uko huko mitaani unazurura, ama umeajiriwa na kampuni nyingine, ama unafanya vibarua vingine, alafu ukaenda kwa yule bosi, ukaenda kule kazini ukawaambia wakuandikie. Hawawezi kubeba dhamana yako, kwa sababu chochote kikitokea wao wanakuwa wanashikiliwa wao, kwa sababu wao ndio wamebeba ile dhamana. Sasa ndivyo ilivyo hata kwa Mungu, kwamba mtu anapofikia mali na kuishi maisha ya kidunia, yani wokovu wa dunia, kwa maana hii ambayo nimetoka kueleza hapa, mtu huyu anakuwa ameondoka ama ameondolewa kwenye ule mfumo ambao unampa yeye nafasi nzuri ya Mungu kubeba dhamana yake, yani dhamana kwa ajili yake. Kwa hiyo anapobeba dhamana kwa ajili ya mtu huyu, ndio mtu huyu nakuta wepesi wa maisha yake unaanza kuonekana, sio ile hali aliyokuwa nayo, hata kama alikuwa na hali ngumu, kwa sababu ameshaingia kwenye mfumo wa system ya kampuni fulani. Ndio sasa nimeajiriwa kibinadamu, maisha yangu yataanza kubadilika. Mwisho wa mwezi ukipata mshahara, jamani, kampuni kama inakopesha magari na kupesha na nini na nyumba na nini, sasa hivi makampuni wanafanya hivyo, wanakuwa dhamana yangu. Mimi naenda kwa wanaokopesha nyumba, nachukua nyumba, kampuni nabeba dhamana yangu. Nakopa gari, naenda kwenye kununua gari, nakopa gari, kampuni nabeba dhamana yangu. Wanaandika, wanasema ndio sisi tumemwajiri. Kwa sababu hii sasa watu wameniona mimi siku zote natembea miguu na sota. Baada ya mwezi mmoja wanaona naanza kuendesha gari, kuna aliyebeba dhamana yangu. Baada ya usijui miezi mingapi wanaona nimeingia kwenye nyumba yangu, kuna aliyebeba dhamana yangu. Kwa hiyo ndivyo ambavyo na Mungu pia hufanya. Mungu habebi dhamana ya mtu kwa sababu mtu anasema ameokoka, la hasha. Anabeba dhamana ya mtu kwa sababu katika ulimwengu wa rohoni huyu mtu bado yuko kwenye mfumo wake, kwenye system yake ya kiutendaji. Kwa hiyo anapokuwa yuko kwenye system yake ya kiutendaji, ina maana huyu mtu bado anaonekana uhai wake wa wokovu mbele zake Mungu. Lakini kinyume na hapo, ndio sasa unakuta ile nafsi inaanza kuzunguka jangwani, kwa sababu ya aina sasa ya maisha ambayo yanakuwa ni maisha ya udanganyifu. Sasa maisha ya udanganyifu yanaweza kawa maisha ya kusema kudanganya kwa kusema, ama ni maisha ya udanganyifu kwa kuishi yale ambayo sistahili kuyaishi. Hayo ni maisha ya udanganyifu, kwa sababu mimi nasema nimeokoka, mimi nasema Bwana asifiwe, mimi nasema Yesu ni Bwana, mimi nakuja kanisani, alafu naishi maisha ambayo hayastahili yale ninayo yasema. Hayo sasa ndio tunasema ni maisha ya nini? Ya udanganyifu. Sijaenda kumwambia mtu uongo, lakini nimedanganya kupitia maisha yangu kwamba mimi sio huyo ambaye unayeniona nasema na wewe, kwa sababu kuna kilichojificha ndani yangu zaidi ya hicho unachokiona mimi nazungumza na wewe. Bwana asifiwe. Kuna kilichojificha ndani yangu zaidi ya hicho unachokiona mimi nikiwa nimekaa hapa mbele ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maisha yetu yanatakiwa nafsi, mwili na roho vihakikishe kwamba vimeungamanishwa vyote, ndio ile system kama tulivyosema katika ile hatua namba 5 iweze kuunganika rohoni na mwilini, kuweza kuunganika na system yangu ya kiutendaji katika maisha yangu ya wokovu yaweze kutenda kazi. Ndiposa maisha yangu ya kuishi kawaida duniani yataanza kuendeshwa na wokovu wangu, kwa sababu wokovu ndio unaotakiwa kuendesha maisha yangu. Lakini napofika mahali kwamba niko kwa sura hiyo ninayoeleza, nimehama mfumo, siko kwenye ule mfumo, nimehamishwa, wokovu hauwezi kuendesha maisha yangu. Hauwezi, kwa sababu Mungu hawezi kubeba dhamana ya mimi kwa kupitia wokovu akanikamilisha mimi. Hawezi. So haya ni mambo ambayo tunatakiwa kuyafahamu katika maisha yetu ya wokovu. Ni mambo ambayo tunaya-overlook, tunayapita. Alafu tunakuwa na aina fulani ya maisha yanayoonyesha kwa mfumo wa nje kwamba tuko sawa, lakini hatuko sawa. Ambapo tunatakiwa tuwe sawa
kupitia nafsi, mwili na roho vishuhudie kwamba tuko sawa. Utatu wake Mungu, wale wanashuhudiana katika utendaji wao, wanashuhudiana. Nafsi ya kwanza, ya pili na ya tatu hawajasigana hata siku moja tangu kuanza kuumbwa mpaka leo. Lakini leo mtu anazaliwa akifika miaka 15 tu, nafsi, mwili, roho zishaparanganyika, havipo tena pamoja. Huyu yuko huku, yuko huku, yuko huku. Akifika miaka 50 ndio kabisa. Akifika mpaka anakufa ndio sasa haieleweki tena ni mtu wa namna gani. Sasa maisha haya yanakuwa sio maisha, kwa sababu ni maisha yaliyobeba udanganyifu ndani yake. Shetani anapomdanganya mtu ni kwamba anamuondoa kwenye mfumo wa Mungu na kumuingiza kwenye mfumo wake. Kumuingiza kwenye mfumo wake, na akishamuingiza mtu huyu kwenye mfumo wake, akishamuingiza mtu huyu kwenye mfumo wake, hata ufanye nini, yani mimi mtu sasa hata nifanye nini, siwezi kuachana na huo mfumo. Yani nikisema sio kuachana na mfumo, dhambi ambayo imenikamata siwezi kuachana nayo. Yani kwa lugha ya kibinadamu anasema mtu anakuwa addicted. Kuwa addicted ni kuzoea kitu, na sio kuzoea kwa namna gani. Yani kile kitu kinamkolea mtu kiasi ambacho analewa huko, anakuwa yani hawezi kuacha, hawezi. Anapokuwa katika hali hiyo, ndipo mahali ambapo shetani kutengeneza mazingira ya kumuingiza kwenye kumkokota kwenye utumwa wa yeye kuingia kwenye kuwa mtendakazi wake. Kitakachoweza kuniokoa hapa ni kwamba mimi niweze kugeuzwa kutoka kwenye huo mfumo wake na kubadilishwa na kufanywa upya kwa njia ya Yesu Kristo, na hakuna njia nyingine. Tulijifunza katika wiki nafikiri ile nyingine, wacha hii ambayo tumemaliza, tukasema kuna kusitisha lakini kuna kuacha. Tukasema kusitisha, unasitisha alafu unakuja kuamsha tena. Kwa hiyo ndio hivyo mtu atakuwa anaishi maisha haya. Unasikia mtu ambaye hajaokoka anasema mimi nimeacha pombe kabisa, baada ya miaka 5 anarudi tena anakuja kunywa. Ama mtu ameokoka anasema kabisa mimi jamani nimeacha. Nilianguka kweli, nimeacha. Baada ya muda fulani anarudi tena. Hizi ni dalili zinajionyesha ya kwamba huyu mtu yuko kwenye mfumo, yani ni mfumo ndio umegeuzwa ndani yake. Kwa hiyo anapokuwa amegeuzwa, huyo mtu hata mkampiga mkamfanya nini, hakuna kitu. Ni kwa njia ya Kristo Yesu anayeweza kubadilisha, ndio anayeweza kugeuza ule mfumo uliomshikilia yeye, alafu akaipata nia ya yule mtu, alafu ile nia ikageuzwa. Ndio Biblia inatuambia tubebe nia ile ile ya Kristo. Na anasema pia pale kwenye Warumi ile sura ya 12, anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe. Ndio hicho ninachofundisha hapa sasa. Tugeuzwe. Swala la kugeuza sio swala la kusema na mdomo. Ni kazi inayotendeka. Ndio maana katika zile hatua tumezungumza, tumejifunza, ni kuna mahali nilisema nikasema kwenye hatua moja tu inaweza kumchukua mtu mwaka. Kutoka kwenye hatua moja mpaka ufike ile hatua ya 3 moja tu. Utoke kwenye hatua namba 1 kuingia kwenye hatua namba 2 inaweza kuchukua miezi 6, mwaka, hata miaka 2. Inategemea. Tukasema kwamba inategemea mimi commitment yangu namna gani nitakuwa ninazama ndani ya kumtafuta Mungu, kwa maana kusoma neno, kuwa na bidii, kuja kanisani kama hivyo, kusikiliza neno. Yaani ninapokaa mbali na neno nasogeza muda wangu na siku zangu za kugeuzwa kwangu, kwa sababu hii ni kazi inafanyika ndani. Tukichukua mfano kama vile tangu mtoto anatungwa ndani ya tumbo la mama mpaka anakuja kuwa mtoto kabisa, mpaka mtoto anajigeuza mwenyewe. Nani anamgeuza yule mtoto kule tumboni? Hiyo ni system. Anageuzwa mpaka mwisho, nafika wakati umefika, mahesabu yanahesabika kwamba ni miezi 9, kichwa kinaanza kugeuka, kinaanza kuteremka chini, kinaanza kugeuza, kinatafuta njia chenyewe. Lakini sasa hilo inafanyika kwa sababu
Ni system ilishatengenezwa na imekuwa connected. Ndio maana unakuta mtoto akizaliwa kitovu chake kinakuwa kimeunganika kwa mama, kwa sababu ndio njia yake ya kupokelea sasa. Kwa hiyo yule mtoto ili aweze kukua katika yale majina na zile ule muda aliyoko kule tumboni, inategemea na huyu anayembeba, inamtegemea yeye. Sasa mimi kama Helena ndio nabeba nafsi yangu, ndio mimi. Inategemea mimi mwenyewe ninatembeaje, ninakwendaje, ninafanyaje, ninaamuaje.